Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke, kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za Kiislamu mkoani humo, wameipongeza serikali kwa kuendeleza juhudi za maridhiano yenye lengo la kumaliza migogoro na kudumisha amani nchini. Akizungumza Novemba 15, Sheikh Kabeke amesema kuwa maridhiano ni msingi wa umoja wa kitaifa na yanatoa nafasi kwa Watanzania kushirikiana katika kuijenga taifa pasipo na msuguano wa kisiasa, kidini au kikabila. Ameeleza kuwa hatua hiyo ya serikali inaonesha dhamira ya kweli ya kuijenga taifa lenye mshikamano na ustawi wa pamoja. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza pamoja na taasisi zingine za Kiislamu mkoani hapa tumekuwa mstari wa mbele katika kuhimiza, kulinda na kueneza ujumbe wa amani nchini. Tumekuwa tukifanya hivi kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, tukitambua kuwa amani ndiyo uti wa mgongo wa maisha ya taifa letu. Kwa muda mrefu tumetoa elimu, maonyo, mawasiliano na mwongozo wa kudumu kuhimiza uvumilivu, kuheshimiana na kuzingatia misingi ya utulivu, hasa kwa vijana wetu. Kuhusu vurugu za Oktoba 29, kwa masikitiko makubwa tumeshuhudia matukio ya kuvunjika kwa amani tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025 katika maeneo mbalimbali nchini. Matukio hayo yamesababisha vifo vya watu wasio na hatia, uharibifu wa mali za umma na binafsi, hofu kwa wananchi na kuharibiwa kwa taswira ya taifa letu la amani. Matukio haya hayakubaliki kwa imani yoyote, kwa misingi ya kibinadamu wala kwa misingi ya uzalendo. Kwa kuzingatia hilo, tunaunga mkono tamko lililotolewa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Kwa kuzingatia hayo, narejea, sisi viongozi wa Kiislamu ndani ya mkoa wa Mwanza tunaunga mkono tamko lililotolewa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na taasisi nyingine za Kiislamu nchini, lililosomwa na Sheikh Isa Othman Isa, likisisitiza umuhimu wa kudumisha amani kama nguzo kuu ya taifa. Mtakumbuka Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Bwana Mujaddidul Asri, huu umekuwa ni muendelezo wa kazi zake kuipigania, kuitetea nchi yetu na kuhakikisha nchi yetu inadumu amani yake. Wito wa viongozi wa dini, tunapenda kusisitiza hoja kadhaa muhimu zilizotolewa na viongozi wetu wa kitaifa wa Kiislamu. Moja, tunaiomba serikali kufanya uchunguzi wa kina dhidi ya watu waliodaiwa kuchochea machafuko na kuhakikisha haki inatendeka kwa wote bila upendeleo. Mbili, tunawasihi Watanzania wote na Waislamu kwa namna ya pekee kuendelea kuwa watulivu, kushirikiana na vyombo vya dola na kutafuta majawabu kwa njia ya mazungumzo badala ya vurugu. Tatu, tunawakumbusha vijana kuwa haki inayopatikana kupitia fujo, vurugu haziwezi kuleta mafanikio, bali maumivu, hasara na majuto. Tunawataka viongozi wa dini na wanasiasa kumwogopa Mwenyezi Mungu na kuacha kabisa tabia ya kuchochea vijana katika mambo yenye kuleta madhara kwa nchi. Amani tulionayo si udhaifu, ni nguzo ya ustaarabu. Hatutachoka kuihubiri hata ikionekana kama kuna wanaoitafsiri vibaya au kuiona kama udhaifu.
Kwa hiyo ombi letu sisi viongozi wa Kiislamu katika mkoa wa Mwanza, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na taasisi zote za Kiislamu katika mkoa wetu, tunaendelea kuhimiza kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu, na kila familia iwe na utaratibu wa kukaa kikao na vijana wake kuhakikisha inawaasa na kuwaelekeza umuhimu wa kulinda amani, kwa sababu amani ndiyo kila kitu. Jambo la pili, ndugu waandishi wa habari, tumeitana hapa ni pamoja na kuunga mkono na kupongeza hotuba nzuri ya heshima ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa akifungua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bunge la 13, ambayo hotuba hiyo ameitoa tarehe 14 ya mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Mbali ya kuiangalia na kuisikiliza, sisi viongozi wa dini katika mkoa wa Mwanza tumeisoma na kuipokea kwa faraja kubwa hotuba ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliyotoa wakati wa ufunguzi wa Bunge la 13 tarehe 14 Novemba 25. Hotuba hiyo imejaa hekima, ukomavu wa uongozi na maono mapana ya kulijenga taifa. Mheshimiwa Rais ametupa dira ya taifa tunayoitaka, dira ya amani, umoja, maridhiano na uzalendo. Katika hotuba yake ameeleza kwa uwazi na kwa msisitizo mambo muhimu ambayo yanagusa mustakabali wa nchi yetu. Nukta chache za rais kuhusu maridhiano naomba tuzipitie hapa. Tunapongeza hatua ya Mheshimiwa Rais kuonyesha dhamira ya dhati ya maridhiano nchini, hususan pale aliposema, na nukuu, serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Rais akasema, sitachoka kunyoosha tena mkono wa maridhiano. Ni matumaini yangu kuwa wadau wa kisiasa wataupokea kwa dhati mkono wa maelewano. Rais akasema, ni jukumu letu sasa kujielekeza kwenye maboresho hayo kwa utashi wetu bila shinikizo lolote. Mwisho. Haya ni maneno ya kiongozi anayejenga sio kubomoa, anayepatanisha sio kuwagawa watu, na anayelinda amani kama urithi wa taifa letu. Ndugu waandishi, kwa msingi huo, BAKWATA mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na taasisi zingine za Kiislamu tunaunga mkono kwa nguvu zote dhamira hii njema ya kujenga Tanzania yenye maridhiano, maelewano na mazungumzo ya heshima. Ndugu waandishi wa habari, nafasi ya maridhiano katika Uislamu, kauli ya Mheshimiwa Rais kuhusu kuendelea kunyoosha mkono wa maridhiano inapata uthibitisho na uzito mkubwa katika mafundisho ya Uislamu. Qur'ani na Sunna zote zimeweka msisitizo wa juu katika swala zima la suluhu, maelewano na kusameheana. Tunatarajia kutoka katika tamko ni mwamko, watu waamke kule walipokuwa wamelala. Usingizi waliokuwa nao ule wa kupoteza amani, kuona amani haina thamani, wafurugu walioleta, sasa waamke. Waone watu walipoteza maisha, watu wamepoteza mali, watu wamepoteza vitu mbalimbali, wengine wamepoteza viungo. Basi hali yetu sisi wa Tanzania hatujajengwa hivyo. Ni jambo ambalo linasikitisha, linahuzunisha. Kwa hiyo waamke kutoka kwenye ule usingizi waliokuwa wamelala. Sasa wawe macho, watahadhari lisijirudie tena jambo kama hili. Kama alivyosema Sheikh wetu, tunadai haki. Lakini tutadai haki tusipokuwa na amani. Lazima amani iwe. Ndio tudai haki zetu. Tunadai kila kitu chetu, lakini tukidai hatuna amani. Amani kwanza na mengine yafuate.